Hii ni ziara ambayo askofu aliweza kuifanya ya kuweza kutembelea kanisa la mahali pamoja Kivukoni, ambapo ilikuwa ni siku ya furaha sana. Ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2021. Kwa hiyo tuliweza kushiriki kama kanisa, unavyoona muonekano ndio ulikuwa hivyo, lakini mpaka leo tumefikia mahali hapa, ni utukufu wa Bwana. Huyo ni mchungaji Emmanuel Poswe na askofu George Mpogomi. Kwa hiyo ibada ilikuwa ni ya nzuri sana na tuweza kumuona Bwana kumfundisha. Nawashukuru sana waimbaji kwa kazi nzuri. Namshukuru sana mchungaji kwa kunipa kibali cha kuwepo hapa siku ya leo. Nawashukuru sana wazee wa kanisa. Kumeshapata na wazee wa kanisa tayari. Mungu akubariki. Wageni wote, Mungu awabariki sana kwa kuamua kujiunga na sisi. Hamna kitu mlichopoteza, bali mtaiona faida ya kukaa na Bwana Yesu. Haleluya. Majina yangu ninaitwa mchungaji George Mpogomi. Nimeokoka. Amina. Nampenda Yesu sana. Nisema nambari 1 kwenye maisha yangu ni Yesu. Amina. Maana nilipookoka nilijua nimeokoka. Nilipompata Yesu nikajua nimempata Yesu kabisa. Na nikakosa pa kwenda pengine. Nikasema nitakaa kwa Yesu, maana sina pa kukaa tena. Kwa Yesu ni makao mazuri, makao ya amani, makao ya matumaini. Yoyote unayoyataka kwenye maisha yako, kwa Yesu yapo. Hakuna kitu kwa Yesu kinaweza kupungua. Ni wewe mwenyewe unavyojiweka kwa Yesu. Ukijiweka kama anavyotaka, utakuwa kama jinsi anavyotaka, na utakuwa kama jinsi unavyotaka. Ndivyo Kristo alivyo. Ni Mwokozi kweli, na wokovu wake ametuletea kwa gharama kubwa ya damu yake. Sio kitu cha mchezo. Kwa hiyo nikusihi sana mtumishi wa Mungu uliyeamua kumfuata Yesu, hebu mfuate kutoka kwenye moyo wako. Usiangalie macho yako yanakuambia nini. Usiangalie masikio yako yanakuambia nini. Usiangalie hisia zako zinasemaje. Usiangalie dunia inazungumza nini. Angalia kile Yesu anachokitaka na anachokisema. Basi. Hakuna siri nyingine. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, nimeokoka. Ninampenda Yesu tangu mwaka 2000. Leo nina miaka 21. Sijawahi kufikiria kurudi nyuma. Sijawahi kurudi nyuma. Sijawahi kuichukia safari yangu na Yesu. Nimekaa kumpenda Bwana Yesu siku zote. Nimepita maeneo magumu sana, lakini kwa kumwamini Kristo nimevuka maeneo magumu mazito. Kwa sababu safari ya kuokoka, usije ukafikiri kwamba dunia labda inakuinukia. Hapana, wewe ndio unainuka juu ya dunia. Kwa sababu dunia iko pale kama ilivyo, lakini wewe unakuja duniani na kitu kipya kutoka kwa Mungu. Sasa anayeinukia mwingine ni nani? Anayeshindana na mwingine ni nani? Ni wewe ndio unayeshindana na dunia. Kwa sababu hautaki kuendana na nini? Na dunia. Kwa dunia inahesabu tunashindana nayo. Lakini Bwana alisema tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye anayetutia nini? Nguvu. Dunia haitiwi nguvu. Wewe unatiwa nguvu. Unashindwaje? Hakuna kushindwa.
Sema hakuna kushindwa. Hakuna kushindwa. Kwa hiyo Bwana ameniokoa, nina mke wangu mzuri na watoto wangu 4. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu amenitengenezea familia nzuri tu, ambacho mambo mengi ambayo sikuwa nimeyafikiria kwenye maisha yangu Bwana Yesu amenifanyia. Mambo makubwa, mambo madogo, mambo ya kawaida, yote ni Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na hata hapa tulipofika sio kitu rahisi. Nimekuwa mchungaji kule Mtwara kwa miaka 10 nikifanya kazi ya Mungu. Na nilipofika tu Geita hapa nikawa nimekuwa mchungaji kiongozi kwenye kanisa la Calvary Assemblies of God kule Bomani. Basi tukafanya kazi miaka 2, mwaka ule wa 3 kazi ikapendeza sana. Basi wakubwa wakapatamani pale kwamba wao ndio wanatakiwa wakae hapo. Nikawaambia kaeni. Nasema Mungu nilianza naye wakati naokoka ni wa mwanzo mpya, taanza upya. Na matokeo yake tukaenda kule Kagera, sehemu karibu na shirika moja linaitwa Plan. Tuko hapo juu, ni mahali pazuri tu, tunaendelea kumtumikia Yesu. Na baada ya kutoka pale CAG ndio maono haya yakatokea. Kwa hiyo wakati mwingine uchungu na uma, sawa? Hakuna mtoto au mtu yeyote hapa aliyezaliwa bila uchungu wa mama yake. Hakuna, hata huyu, hata mmoja. Yaani kwa sababu kitu kipya kinataka kuzaliwa, lazima uchungu utoke. Haikuwa kazi rahisi kukubali yale mazingira na kuanza upya. Lakini leo baada ya miaka 2 tunamshukuru Mungu. Tunamalizia ujenzi wa makao makuu ya huduma ya Harvest kule Magogo kama mtumishi alivyosema. Ukichukua hii barabara inaitwa barabara ya Bugomora ya lami, ukienda juu kidogo unakaribia kuingia ile barabara ya kuingia Fadhili Bucha, kuna barabara inaenda moja kwa moja mpaka inakamata barabara ya Magogo inayotoka kwenye lami kuja Magogo ya juu kule, kuja center ile ya pili. Sasa ukitoka na hiyo barabara, pale inapokutana na ile barabara ya Magogo, ukiangalia tu mbele utaona fence kubwa. Tumepata eneo kubwa la eka 2, lote tumelipiga fence. Utaiona tu ile fence ni kubwa. Hata ukimuuliza mtoto kwamba kanisani wapi, watakwambia kanisani ni pale. Kwa hiyo ukienda tu kama mita 100 unakutana na hiyo fence na mageti 2 makubwa. Hapo mle ndani ndimo tunaendelea na ujenzi. Tunatarajia baada tu ya Pasaka tutakuwa tumehamia huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nipende tu kuwaeleza jambo hili la muhimu kwamba tumepata usajili tayari. Kwa hiyo kanisa letu linatambulika kila mahali mpaka Ikulu. Bwana asifiwe. Amen. Na kibali cha Pentecoste taifa, wa Pentecoste taifa wametupa kibali. Hapo wa Pentecoste wametupa kibali, wametukubali. Kwa wilaya katukubali, kwa mkoa katukubali, taifani tumepata kibali mpaka nikaruhusiwa kulipia zile ada zinazotakiwa kulipwa. Kwa hiyo hatua ya mwisho ni kupata tu certificate. Jambo hili tumelifanya kana kwamba ni kwa muda mfupi, lakini tumeanza mchakato miaka 2 iliyopita. Tumehangaika kidogo, lakini tumefikia hatua hiyo. Cha muhimu tu ni kwamba kazi ya Mungu ambayo Mungu anaifanya
inahitaji watu ambao ni wavumilivu. Waswahili wanasema mvumilivu hula nini? Hula mbivu. Lazima mtumishi wa Mungu tuvumilie, tena tuvumilie mabaya, kwa sababu tunapotatua mabaya ndipo mema yanafanya nini? Yanatokea. Tuvumilieni, lakini tunaelekea kuzuri. Bwana anatupeleka mahali ambapo tutamfurahia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefurahi sana kuwepo hapa na kuona kazi hii mpya inaendelea. Kijana wangu huyu haikuwa rahisi kumkubalia kuanzisha kazi, kwa sababu mimi kichwani kwangu nilikuwa na malengo mengine kabisa. Nilichokuwa nakiona ni kwamba tumalize kwanza, tujenge makao makuu yetu, halafu sasa tuanze kusambaa. Lakini kijana huyu akasema hapana, mimi wito wangu umekamilika, lazima niende. Namshukuru Mungu kwa sababu leo kazi ya Mungu ipo, na hii kazi itakuwa kubwa mno. Naomba tufungue kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Naomba kama imani yako uliiweka kokote ambako Kristo hajasema uiweke, itoe. Iweke kwa Yesu. Anasema mstari ule wa 17. Naweza kama umeshausikia, lakini leo naomba twende vizuri, tuelewane. Warumi 10 mstari wa 17. Waweza kunisomea? Rumi 10 mstari, sura ya 10 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema, je, mstari tu wa 17. Hapa anasema hivi, imani chanzo chake ni kufanya nini? Ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Maana yake nje ya neno la Kristo hakuna imani. Lakini tafsiri sahihi ambayo inazungumza juu ya kusikia ni hivi: imani huja kwa kujifunza. Kwa kujifunza neno la Kristo, ili yasiyowezekana yatokee kwenye maisha yako, ambayo mwili wako, akili zako hazina, yale ambayo dunia haina, yale ambayo jirani yako hana, yale ambayo mchungaji wako hana, yale ambayo hakuna aliye nayo, ili yatokee. Cha kwanza, mtumishi wa Mungu, unachotakiwa kukifanya ni kujifunza. Sema kujifunza. Kwa sababu imani inakuja kwa kujifunza neno la Kristo. Imani ni kuweka hakika yako kwa Mungu, kwa Kristo Yesu. Sasa imani ni kutegemea Kristo Yesu. Imani. Na imani hii inakuja kwa kujifunza neno la Kristo. Kwa sababu Kristo ni mwanzishaji na mkamilishaji wa imani yetu. Amen. Amina. Sasa unapotaka kuokoka lazima Kristo. Na ukumbuke, kila lisilo haki ni dhambi. Kila ambalo halitokani na moyo wako ni nini jamani? Ni dhambi. Ni dhambi. Kwa sababu gani? Imani, naomba tufungue kitabu hicho cha Warumi sura ya 10 mstari ule wa 10. Nisomee mtumishi. 10
Neno la Mungu linasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Sikiliza hapo. Jamani, mambo ya imani, mambo yote ya imani ni kwa moyo. Mambo yote ya imani ni kwa moyo. Na ndio maana ninasema hivi, chochote unachokitaka kiko ndani ya moyo wako, hakiko nje. Hata kama unataka uwe nani, uwezo uko ndani ya moyo wako. Kwa moyo mtu huamini akapata nini? Haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Na hapa tunaambiwa kwamba kwa kinywa ukiri hata kupata nini? Wokovu. Yaani mtu unapokuwa umemkiri Kristo, amini umeokoka. Jenga moyoni mwako imani kwa Yesu kwamba nimeokoka sasa. Kwa sababu wokovu tuliopewa unatokana na kumwamini nani? Yesu. Haya, naomba ufungue kitabu cha Matendo sura ya 16 mstari ule wa 31. 16:31. 16:31. 16:31. 16:31. Neno la Mungu linasema, wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Basi jamani, hivi kuna kitu cha ziada hapo? Tumeambiwa mwamini Bwana nani? Bwana Yesu. Usiamini nafsi yako, mwamini Bwana Yesu, utaokoka na nafsi yako. Mwamini Bwana Yesu, utaokoka na nafsi yako. Imani bila kumwamini yule anayetenda kazi kwenye imani sio imani. Narudia, imani bila kuwa na mtendaji kazi wa ile imani haina matunda. Sijui nimeeleweka? Na ndio maana leo watu wengi imani walio nayo wanasema tunamwamini Mungu, tunamwamini Yesu, tunaamini hiki, lakini kwa kifupi wanaomwamini Kristo ni wachache sana. Na ndio maana Yesu akasema mahali fulani kwamba, je, nitakapokuja duniani nitaikuta imani? Yesu alitia mashaka. Je, nitaikuta imani kwa mama huyu? Nitaikuta imani kwa baba huyu? Au nitakuta vitu vya ovyo? Na ndio maana Kristo hata anapotaka kufanya jambo kwenye maisha yako, anakuta imani haipo. Una mambo yako tu mengine. Mwingine anamwamini mmewe, mwingine anamwamini mkewe, mwingine anaamini nguvu zake, mwingine anaamini biashara yake, mwingine anaamini kazi yake, mwingine anaamini elimu yake, mwingine anamwamini rais wake, mwingine anaamini nchi yake, mwingine anamwamini barozi wake, yani viimani visivyokuwa na miguu wala mikono. Wakati Biblia inakuambia hivi, mwamini Yesu. Sema mwamini Yesu. Hapa sio Mungu hapa. Mwamini nani? Yesu aliyetumwa na Mungu. Amina. Mwamini nani jamani? Yesu. Paulo hakumwambia mwamini Mungu. No. Kwa hiyo mtu akikwambia na mwamini Mungu, hana nini? Hana imani. Kwa sababu dunia yote inamwamini nani? Mungu, lakini haina nini? Haina imani. Kwa sababu imani huja kwa kusikia neno la nani? Kristo. Na mtu ananielewa? Amen. Ndio maana Mungu alimtuma Yesu. Mungu hakuja mwenyewe, ili kila mtu atakayemwamini huyu Yesu aokolewe. Sasa faida ya kumweka Yesu kwenye imani yako ni nini? Faida ya kumweka Yesu
faida ya kumweka Yesu ni kumpata mtendaji wa imani yako. Yaani imani yako inapokuwa imemweka Kristo, inapokuwa imemtegemea Yesu, umepata mtenda kazi wa imani yako. Yaani kazi za imani zinaanza. Kuna mambo mawili tu kwenye Biblia. Ukitaka kuokoka ni Yesu, kama tulivyoelezwa hapo, na unamwamini kwa moyo, halafu Yesu anaanza kufanya kazi. Imani ambayo ni ya Kristo inakuweka wewe pembeni, inaweka kazi pembeni, inaweka juhudi zako pembeni. Anakuwa ni Yesu anafanya kazi. Amen. Amen. Haleluya. Ni Kristo mwenyewe anatenda kazi kukuokoa. Anakuokoa na magonjwa, anakuokoa na umasikini, anakuokoa na mapungufu kwenye maisha yako, anakuokoa na mambo yote mabaya, mpaka inafikia hatua Yesu anakuambia mabaya hayatakupata wewe. Amina. Kwa sababu yeye ni Mwokozi, anakuokoa na mabaya. Chochote utakachokutana nacho Yesu anakuokoa, kwa sababu anafanya kazi na imani yako iko kwa Yesu. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaipata hiyo? Sasa wewe imani yako umeiweka kwa nani? Ukiiweka nje ya Yesu, si sababu imani huja kwa kusikia neno la nani? La Kristo. Naomba hapo umaanishe wokovu wako umetokana na Kristo peke yake. Hakuna mwingine aliyekuletea wokovu. Na hapo ndipo unapotakiwa kujenga imani, ili uone mabadiliko kwenye maisha yako siku kwa siku, siku kwa siku. Unaona akili yako inabadilika, yale mambo hasi yanakufa, unaanza kuona mambo chanya kwenye akili yako. Yani yale mambo ambayo ni ya kukuangamiza yanakuwa ni upuuzi. Mambo ya kukuinua yanakuwa ndio yenyewe kwenye maisha yako. Amen. Hapo unafanyaje? Akili yako. Sikiliza, Mungu amesema umpende yeye kwa akili yako yote. Akili yako ya moyoni inapokuwa iko imeungana na Mungu, akili yako inapokuwa imeungana na Mungu, mambo yote hasi yasiyokuwa ya Mungu yanaanza kufa kwenye maisha yako. Kwa sababu mambo yote hasi yanaanzia huko kwenye moyo wako. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Mambo yote mabaya, mpendwa, yanaanzia kwenye moyo wako. Kwa sababu mtu waamini na kwa moyo na kupata nini? Haki. Chochote kinachoweza kupatikana kwenye maisha yako, kuna wakati ulikiwaza. Shetani anakuletea, anatupa kitu, alafu unakiweka kwenye moyo wako na kukiamini. Badala ya kumwamini Kristo, unaamini kile kitu kinachotokea kwenye maisha yako, na matokeo yake yale ambayo yamejaa kwenye moyo ndio yanayokutoka. Kwa hiyo ili kusudi uanze sasa kwenda kinyume, chochote ambacho kimejaa kwenye moyo sio cha Mungu, kiondoe. Na chochote kilichoshikilia moyo wako na kuhakikisha kwamba wewe hauamini ya Mungu, lazima kikuachie. Mwingine badala ya kuamini hii sauti ya Mungu, anaamini yale anayoyaona. Wakati imani inasema hatuenendi kwa kuona, bali tunaenenda kwa nini? Kwa imani. Kwa hiyo Yesu ndiye anatenda kazi kwenye hii imani. Na ninaomba moyoni mwako anza kuona hivyo. Unajua imani ili ifanye kazi vizuri,
ile hali ya kuona huku ndani, lazima huku ndani ubadilishe namna ya mtazamo unachokiona sasa katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ulimwengu ambao ni wa kwetu sio huu tunauona. Tuna ulimwengu wa roho usioonekana ambao uko ndani yako. Uko katika ulimwengu wa roho yako, unaona nini? Ukianza kumwona Kristo anafanya kazi, ninakwambia hivi, atafunuliwa Kristo huku nje akifanya kazi, na kazi anazozifanya utaziona kwenye maisha yako. Kwa sababu Mungu anachotaka, Mungu anachofunua, anafunua kile kilichoko ndani yako. Mungu anakufunua jinsi ulivyo toka huku ndani. Kwa hiyo mwana wa Mungu, naomba ubadilike kabisa. Na kitu kinachoweza kukuunganisha sasa na huyu Kristo, cha kwanza ujifunze kumpenda sana Mungu. Cha kwanza, jifunze kumpenda Mungu kuliko kitu chochote. Najua sasa hivi kuna vitu unavipenda kuliko Mungu, lakini utakapofika hatua ukampenda Mungu kuliko kitu chochote, na Mungu akajua unampenda kuliko kitu chochote, mpendwa, chochote unachokitaka kitatokea. Utapanga na Mungu na Mungu atakitokeza. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza, ili upate yale yasiyowezekana kwa wanadamu, yasiyowezekana katika nchi, kwa sababu yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa nani? Kwa Mungu. Ili uyapate yale ya Mungu, cha kwanza jifunze kumpenda nani? Mungu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Lazima huku ndani ubadilike, uwe na roho ya upendo. Sema Bwana Yesu, naomba roho ya upendo. Nikupende wewe, niwapende na watu, kwa jina la Yesu. Nisikilize, katika upendo tunakosea sana. Sisi tunachotakiwa ni mahusiano yetu na ulimwengu ni mahusiano ya upendo. Hata kama mtu anakufanyia mabaya, wewe unachotakiwa kuhakikisha ndani ya moyo wako unaachilia kile kilichoko ndani yako. Kilichoko ndani yako, mpendwa, ni nini? Ni upendo, kwa sababu akaaye ndani ya Mungu ukaa ndani ya pendo, na yeye amekuwa pendo, kwa sababu asili yako baada ya kuwa umeokolewa ni upendo. Mungu alikuumba kwa sura yake. Sura ya Mungu ni sura gani? Yaani hali ya Mungu ni hali gani? Wewe unaposoma kwamba Mungu amekuumba kwa sura yake, unaelewa nini hapo? Ni sura gani hiyo? Kauso kako? Mbona kila mmoja ana uso wake hapo? Ina maana Mungu ana nyuso ngapi? Mara mtasema anafanana na mchungaji. Nikija kwako nasema anafanana na wewe. Mungu haangalii uso. Yaani ile hali ya ndani. Mungu ni pendo, na wewe amekuumba kwa sura ya nini? Ya pendo. Kwa hiyo wewe tangu kuumbwa kwako, wewe ni nani jamani? Ni pendo. Lazima ile sura uirudishe, ndio asili yako. Na dunia hii imekaa ikisubiri utakacho panda duniani ni nini jamani? Ni upendo. Na ndio maana hata Yesu alitumwa kwa upendo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu, hata akamtuma Yesu aliupenda ulimwengu pamoja na matatizo yote. Wewe kwa nini watu wenye matatizo unawachukia? Maana ni kwamba sura ya Mungu haipo. Hivi unanielewa vizuri? Amina. Mungu anataka mahusiano yako na ulimwengu yawe ya upendo. Yaani upande upendo, upande amani, upande furaha dunia. Na ndio maana unapewa tunda la Roho, unapewa tunda la Roho sio kwa ajili ya kufurahia tunda la Roho, kwa ajili ya kupanda duniani tunda la nini? La Roho. Tengeneza mahusiano yako na ulimwengu. Yaani
unapokuwa unataka kuvuta kitu fulani duniani, lazima utakivuta kwa kile kilichoko ndani ambacho ni nini? Ni upendo. Ukitaka mtu kumbadilisha wana wa Mungu, lazima kwanza ubadilike wewe huko ndani. Tunataka ulimwengu uje kwa Kristo, lakini sisi lazima tubadilike hali yetu ya ndani. Yaani namna tunavyouangalia ulimwengu, tuangalie kwa upendo. Tukipanda upendo, ulimwengu utatupenda. Yaani uumbaji wa Mungu utatupenda. Sizungumzi habari za dunia, ni ile mitindo, tabia za dunia ni zile tabia. Nazungumza ule uumbaji wa Mungu, kwa sababu uumbaji wa Mungu Biblia inasema kila alichokiumba Mungu ni chema na ni kamili. Mnasomaga Biblia? Bwana mnanishangaa sana. Amnishangaa yeti. Kile ambacho Mungu alikitengeneza duniani ni chema na ni kamili. Na ndio maana Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kwa roho ya kutupenda. Na alipoondoka akasema, sikuwapa roho ya hofu, nimewapa roho ya upendo, roho ya nguvu, roho ya kiasi. Kwa nini roho hii? Ili tushindane na roho ya chuki ya dunia. Na tuishi. Sisi tutoe upendo. Haleluya. Amen. Nanielewa wana wa Mungu? Jifunze asili yako ya upendo. Amen. Na ndio maana nimesema hivi, ukitaka kusababisha au ukitaka mambo yasiyowezekana yatokee kwenye maisha yako mpaka watu washangaze. Mimi kuna watu wananiulizaga hivi, hata wachungaji kabisa, wewe unafanyaje? Unafanyaje? Kwa nini hiki na hiki wewe kinakwenda tu? Mimi nimejaribu hiki kashindikana. Nimefanya hiki kashindikana. Kwa nini hivi? Kwa sababu gani? Nimejifunza namna ya kupata yasiyowezekana. Amina. 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 Na yasiyowezekana kwa wanadamu, hayo ndio maisha yangu. Hata wakati tunaanzisha tu hii kanisa, wengi walisema hatufiki kokote. Yani harvest, ile huduma ya harvest, watu natafuta kuandikisha ili tutambuliwe kitaifa. Watu wanasema unapoteza wakati. Tena wanaosema chungaji, hebu fikiria. Yani watu wamejaa ubinadamu, yasiyowezekana. Hayawezekani. Wanasema hivi, yasiyowezekana yafanye nini? Hayawezekani. Kwa hiyo kwao hayawezekani. Ukiwa na Yesu, yote yanafanya nini? Yanawezekana. Amina. Nanielewa vizuri? Amen. Hata kama unataka kuwa na, jifunze kuishi maisha ya mwisho tangu mwanzo. Hiyo ndio imani. Imani inatufundisha kuishi maisha ya mwisho tangu. Hiyo lugha mnaielewa vizuri? Imani inatufundisha kuishi maisha ya mwisho. Yaani wewe mpendwa, unaikamata ile hatima yako tangu unapoanza kuokoka. Biblia ikikuambia wewe ni mbarikiwa, unaanza kuona wewe ni nani? Ni mbarikiwa, hata kama 100 hauna kwa moyo. Amen. Amen. Halo? Amen. Biblia ikikuambia uliponywa, unaanza kuona uponyaji hata kama umelala kitandani kwa moyo. Unakamata mambo ya mwisho tangu mwanzo. Wakati nimeokoka tu, sijui A wala B. Wakati nimeokoka tu, unajua nini kilitokea? Ngoja kwanza nitengeneze vizuri hapa shati nichomekee ili tuendelee vizuri. Na amani wana wa Mungu. Amen. Hakuna mambo mazuri kama ya Yesu. Mtu asikudanganye. Wakati nimeokoka,
nilivyokuwa nasoma Biblia ilisema neno moja, na hilo nataka wewe uliseme ukiwa kijana. Kuna bibi hapo unashiba, lakini uanze kuamini hivyo. Mimi niliamini hivi, kwa vile nimempata Yesu na hili neno linaanza kuingia kwenye moyo, lazima niwe na maisha ya furaha. Na nikasema hivi, maisha yangu lazima yafanane na Biblia. Ukitaka kunitafuta, unitafuta kwenye nini? Kwenye Biblia. Utanipata. Ukinitafuta nje ya Biblia, utanipata. Amen. Amen. Kasema hivyo. Nikiwa kijana, nilikuwa na miaka, wakati ninaokoka nilikuwa na miaka kama 30. Nikasema kwanza nimekwenda kanisani baada ya kuteseka na magonjwa kwa muda mrefu sana. Mimi maisha yangu karibu yote niliishi maisha ya kuumauma tu. Na ikafikia hatua nikakata tamaa kabisa ya kuishi kabla sijaokoka. Na kilichonikatisha tamaa, nilikutana na daktari mmoja. Baada ya kumweleza jinsi ninavyohangaika, nimepita kwa waganga wa kienyeji wa kila aina. Mimi mpaka waganga wa kienyeji, wakati nasoma Dar es Salaam, niliwajua waganga wa kienyeji wa Kihindi. Nilikuwa naenda kwao kupata msaada, lakini sikupata msaada. Wahindi, wapo waganga wa kienyeji Wahindi. Wengine maprofesa, alikuwepo profesa mmoja alikuwa anaitwa Profesa nani, sijui alikuwa anakaa maeneo ya anaita Kijitonyama. Alikuwa maarufu sana kipindi fulani. Nilienda. Yeye akiangalia tu matatizo yako anayasoma kwenye kiganja. Nafika tu anakuambia lete kiganja. Angalia hapo. Hapa anachukua dawa anakuambia chukua hii. Lakini yote ni uongo. Hakuna kitu. Haya mambo yenu mnayoambiwa mpige nyungu, mimi sio kwamba nilipiga nyungu, nilipigwa nyungu. Hakuna. Hapo mnaambiwa eti mpige nyungu, na wewe lilokole unasema nayo nyungu. Unapoteza wakati wako. Yote haya mambo ya ujinga yote, mimi hakuna. Mambo ya kuvaa sijui mahirizi, unavalishwa kiunoni, unavalishwa kwenye mikono humu kipindi fulani. Yaani karibu Wasukuma wote walikuwa wanavaa matendele. Mimi nilikuwa nayo sijui nimevalishwa na nani hili na nani yamepangana hapo. Ukiniona tu utafikiri mganga wa kienyeji. Sasa hivi unaona mimi mchungaji. Amina. Miaka ya giza bila Yesu. Kafikia hatua nikaumwa sana, nikaacha waganga, nikaenda hospitali. Nikaenda hospitali, kutana na daktari mmoja ananiambia, kwa magonjwa haya na kwa hali hii hakuna msaada hospitali, katafute msaada mwingine. Nikamwambia mimi nimeenda kwa waganga, hakuna msaada. Naomba unisaidie. Wewe umesoma kabisa. Hakuna msaada. Nikaja kujiandaa kufa. Kabisa. Unajua ukikosa matumaini, unajiandaa kufanya nini? Kufa. Na sio kwamba pesa sikuwa nayo kipindi hicho sasa cha mwisho. Na kamtaji, nilikuwa na ofisi yangu, nafanya biashara. Lakini mateso. Akaja kijana mmoja akaniambia, aliponiangalia tu akasema, wewe wamekuchezea sana wachawi, ngoja nikupeleke kwa mtu fulani. Na yeye akanipeleka. Zero. Nikaombewa dua. Unaelewa dua? Mimi niliombewa dua za majini yote yaniangazie, ya angani, dua ya Kiislamu. Dua majini yote ya angani, sijui ya wapi.
nimetoka pale zero. Nilipokuwa kwenye ofisi yangu siku moja, nimelala kwenye meza, alitokea mtumishi wa Mungu ambaye sikuwa namfahamu. Apiga ile meza, nikamweleza, nasema, wewe unatakiwa umwamini Yesu uokoke. Kwa mara ya kwanza nikasikia habari za kuokoka. Nikamwambia, mimi na dini yangu, nilikuwa nasali dini fulani kubwa tu, na hapa Geita ipo kubwa tu, lakini sijaokoka. Sijui hata maana ya kuokoka. Naomba asiwepo mtu yeyote hapa asijue maana ya kuokoka. Amen. Amina. Ile kujua umeokoka, mpendwa, ile kujua kutoka ndani ya moyo wako nimeokoka, ni ushindi kwa shetani. Amen. Ni silaha tosha kwa shetani. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amen. Ile kujitambua nimeokoka, vitu vingi vitakukimbia. Ile kuamini nimeokoka na nimeokolewa na Yesu, ni kumwona Yesu akifanya kazi. Yaani majitu yataanza kukimbia kwa sababu Kristo anafanya kazi, anayapiga bila hata kumwambia, kwa sababu umeokoka. Wa Mungu alinichukua yule mtumishi akanipeleka kwake, akaniombea. Ndani ya dakika 30, ndani ya dakika 10, mateso yaliyonitesa miaka yote ya kuishi kwangu yaliisha. Amina. Mpaka leo naendelea na Injili. Sasa nilipojua sasa nimeokoka, nikasema hivi, chochote kilichoandikwa humu ndio maisha yangu. Ndio maisha yangu. Kwa sababu gani? Pamoja na kwamba Kristo ndiye anatenda kazi unapoamini, unapomwamini anaanza kazi. Yaani ni chombo cha kufanya kazi kwa yule aaminie. Kwa sababu ukiamini lazima kiwepo kitu kinachofanya kazi. Maana sio wewe tena unayefanya kazi, ni Kristo mwenyewe. Na mbali na Kristo kutenda kazi unapoamini, unakuwa katika roho yako. Yaani unaishi maisha ya kukua kiroho kwa kujifunza neno. Neno huwezi kaliweka pembeni, kwa sababu neno ni kitenda kazi cha Mungu kwa yule aaminie. Yaani ile neno tunapoliamini linafanya kazi kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watumishi wa Mungu, kila mstari ambao nilikuwa nasoma kwenye Biblia nikaanza kuamini. Na kitu ambacho kilikuwa kimenitesa sana kwenye maisha yangu ni magonjwa, ufukara. Pamoja na kwamba nilikuwa najishughulisha sana, nafanya biashara na nini, lakini hakuna kutoka. Biblia sina kitabu cha kutoka. Yaani unaanza jambo halafu unafanya nini? Unatoka kwenye ile hali mbaya uingie kwenye hali nyingine. Biblia inaweza kukufanya ukatoka. Amina. Kwenye hali yako kabisa. Anza imani. Umasikini, nikasoma kwenye Biblia. Biblia ikaniambia Kristo alifanyika maskini ili kwa umaskini wake niwe tajiri. Ni Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa 9. Kuna mistari ya kukuokoa. Amen. Amina. Nikasoma. Lakini akili hazikubali kwamba hivi mimi kweli uko wetu wote nimesoma shule kuanzia la kwanza mpaka la 7. Sina viatu, nimekuja kuvaa viatu. Baba yangu analazimishwa wakati naenda form 1 anaambiwa kwenye joining instruction ile karatasi ya kujiunga shule, mtoto wako awe na viatu vyeusi. Ndio nikanunuliwa kiatu kwa mara ya kwanza. Mtu kama mimi naweza nikatokaje? Fikiria vitu vya namna hii. Lakini nilivyokuwa nasoma Biblia, halafu nikija kanisani kama hapa, nakuta watu wote tumechoka. Watu
tuliochoka ni wa Pentecoste. Mama, yaani wewe hizo shida zako unazoziona, namtolea mfano huyu mama. Huyu mama ana shida, hata kurudi nyuma ni shida. Wala msije mkasema mama huyu alirudi nyuma, hapana. Hizo shida zako unazoziona mimi zilikuwa zaidi ya hizo. Nanielewa mama yako, lakini nikamshikilia Kristo sijatoka. Nikavumilia. Leo miaka 21 nimevumiliana na Kristo. Nikavumilia neno. Leo mimi ni mtu mwingine kabisa. Aliyeniona hiyo miaka akinikuta leo hawezi kuamini, kwa sababu nilivumilia kazi ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakuambia hivi, hebu sasa fanya neno la Mungu kama kitenda kazi kwenye maisha yako. Unanielewa mwana wa Mungu? Amina. Kaa kwanza kuombea hapo. Kuna shida. Kwa hiyo nilivyokuwa nasoma Biblia nikakutana na neno moja linasema hivi. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 55. Nataka nikufundishe mambo ili ukae sawa. Mstari 55. Mstari wa 11. Hapo nilipata ufunuo wa neno la Mungu, na hakuna kitu ninachokiogopa, ninachokiheshimu kama neno la Mungu. Neno la Mungu linasema, nisomee hapo, asante. Isaya 55 mstari wa 11. Ndivyo litakavyokuwa neno langu, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, linalotoka katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kumbe nikagundua ufunuo hapa ambao kwa kweli wana wa Mungu mimi umeniokoa. Na ninashangaa watu neno la Mungu wamelipuuza. Ni ufunuo wa neno umeniokoa. Kwa namna gani? Nikagundua siri ya huu mstari, kwamba kumbe Mungu huwa analituma lile neno. Sio mhubiri, sio mwalimu kama mimi, sio mchungaji anayelituma neno. Mungu hulituma neno kwetu. Na anapolituma ndani ya moyo wa Mungu, anaona hilo neno linakwenda kutimiza kusudi lake kwa mtu fulani. Maana yake Biblia nzima hii imetumwa kwako. Ni neno lililotumwa kwako ili litimize kusudi la Mungu. Maana yake, maana nyingine, neno la Mungu ni kitenda kazi cha Mungu kwenye maisha yako, ili lilete maisha ya ufalme wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo nikapata vitenda kazi viwili. Yesu anatenda kazi, neno linatenda kazi. Unapoliamini neno, unakuwa katika roho, unashinda katika roho, na unafanikiwa, kwa sababu ni kitendea kazi ambacho Mungu anakituma ili kitimize yale mapenzi yake. Wewe umekalia tu, Baba mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi ya Mungu hayawezi kutimizwa bila wewe kuliamini neno la nani? La Mungu. Neno la Mungu peke yake ndio linalotimiza mapenzi. Sio wewe. Wewe utimize mapenzi ya Mungu. Wewe fanya yanayokuhusu, lakini neno uliweke moyoni mwako na kuliamini ili likatimize mapenzi ya Mungu. Hapa una neno gani juu ya hali yako ulionayo sasa? Una neno gani? Eti mwanangu, una hali gani sasa hivi? Hali yako ikoje?
Gereza. Simama tuna mtoto. Hamna shida. Una hali gani ambayo inakuletea shida? Na hali gani? Naumwa. Unamwona huyu mama anasema ana hali ya kuumwa. Hiyo hali nani anaweza kuibadilisha? Biblia inasema neno ndivyo litakavyokuwa neno linalotoka katika kinywa changu. Hili neno tunalolisoma hili limetoka kwenye kinywa cha Mungu. Anasema ndivyo litakavyokuwa hilo neno lililoko kwenye kinywa changu. Litatimiza kusudi langu. Kwa hiyo kwa mfano kama mama huyu anaumwa sasa, badala ya kuweka ugonjwa kwenye moyo, kwa sababu akili yake yote ugonjwa uko kwenye moyo. Moyo wako unasema ninaumwa. Ninaumwa. Kigeukia hivi ninaumwa. Sijui nikamuone daktari gani kwa sababu ninaumwa. Sasa ili kuondoa hiyo hali, kibiblia anachotakiwa kukifanya ni kuweka neno. Mpendwa, baada ya muda mfupi magonjwa yamefanya nini? Sasa tumishi wa Mungu alidharauye neno atajiletea uharibifu yeye mwenyewe. Usije ukalidharau neno. Naomba hali yoyote ulionayo weka neno. Niliweka neno kwa sababu kilichokuwa kinanihangaisha ni magonjwa yakaondoka. Nikaweka neno kwa ajili ya kupambana na umasikini. Hali iliyokuwa inanitesa mimi ni ufukara wa kutupwa. Aweka neno. Nasema Yesu anza kazi. Kaweka neno ndani ya moyo wangu. Ile neno likaanza kazi. Na nimeiona kazi ya neno. Kwa hiyo ikiisha kipindi hiki naweka neno jingine. Ikifika hali fulani naweka neno jingine. Neno lina nguvu ya Mungu kutimiza kile ambacho lile neno linasema kwenye maisha yako. Wala usihangaike. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa ili upate yale yasiyowezekana, nimesema jambo la kwanza, mpende sana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote. Usipende dini. Hata hii dini ya harvest sikwambii wewe uipende kwa sababu haina chochote kwako. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amina. Umpende nani? Mungu. Na ukimpenda Mungu, umpende Yesu. Ukimpenda Yesu, umpende Roho Mtakatifu. Penda sana. Usipende harvest ikazidi upendo wako kwa nani? Kwa Mungu. Mpende Mungu kuliko kitu chochote. Hicho ni cha kwanza. Ili upate yasiyowezekana. Cha pili, anzisha muungano kati yako na Mungu. Muungano kati yako na Mungu. Sema ni muungano kati yangu na Mungu. Ni muungano kati yangu na Mungu. Anzisha haya maisha ndani ya moyo wako. Uungana na Mungu. Kwa sababu gani? Mungu anakaa mahali pa juu. Mahali palipoinuka. Ndani yako. Anakaa mahali ambapo ni pa imani na amani. Ndani yako. Lazima uwe na uwezo wa kuungana naye ndani. Yaani akili yako iungane na nani? Mungu. Utakapoungana na Mungu, akili yako inapoungana na Mungu, Mungu anaanza kumimina ufahamu wake kwenye akili yako. Unaanza kuyafahamu mambo kama Mungu anavyoyafahamu. Unaanza kuwa na mawazo ya Mungu, mawazo yanayofanana na mawazo ya Mungu. Akili yako inabadilika kwa sababu umeunganisha na akili ya juu ya Mungu. Unaanza kufikiri ya juu, sio ya chini kama Biblia inavyosema.
kwamba msifikiri ya chini, fikirini yaliyo juu, Kristo Yesu aliko. Kristo Yesu yuko ndani yako, mkuu kuliko yeye aliyeko katika ulimwengu. Ametukuka, yuko ndani yako. Unaungana na Mungu ndani yako. Unapoungana na Mungu ni hivi, utajikuta zile nguvu za Mungu zinaachiliwa kutoka kwake, zinakuja kwako, kwa sababu akili yako imeungana na yeye. Na nguvu ya Mungu inaanzia kwenye akili. Unapoanza kuyashinda mambo kwenye akili, umemshinda shetani, kwa sababu shetani ili afanye kazi kwenye maisha yako anaanzia kwenye akili yako. Sema shetani, achia akili yangu. Achia akili yangu. Sasa unapokuwa umeanzisha muunganiko katika akili yako na Mungu, jambo la tatu, unaanza kuona kushinda magumu. Kushinda nini? Magumu, kwa sababu akili yako imebadilika, imekuwa ni akili ya Mungu, anatiririsha tu akili yako. Unaanza kuona hakuna tena kigumu. Wana wa Mungu, kama hiyo hali hautaiona huku ndani, utaanza kuona magumu, utaanza kuona watu ni wabaya, kwa sababu upendo wa Mungu haujatiririshwa huku ndani. Naona wabaya kwa sababu ya ubaya ulioko ndani yako. Mtu ananielewa vizuri? Amina. Yaani wewe ukiniona mbaya kwa sababu ya ubaya ulioko wapi? Simeniona tu leo kwa mara ya kwanza. Halafu kanakuja kwa kitu ili nani? Hiyo ni hali ya nani? Siko ndani yako mwenyewe. Eti watumishi wa Mungu. Yaani hivi. Mtu anakupigia simu. Nafundisha sasa uhalisia. Mtu anakupigia simu, umpendi kabisa, kila wakati huwa anakupigia rafa na kueleza mambo ya kijinga. Unasoma hapo, huyu Mabula, hili nalo inatoka wapi? Si hali iko wapi? Ya kumchukia yeye, anajua. Tena uko peke yako, lakini unasema hili nalo. Hiyo chuki iko wapi? Hayo ndio Mungu anataka tuyabadilishe. Tuondoe hiyo hali. Amen. Tuweke hali ya Mungu ndani yetu. Amen. Yaani mtu anakupigia simu, halo Mabula, raha tu. Unajua upendo ni raha, Wangapi mnafanya hayo? Wote tunafanya hayo. Wote. Wewe hata kama ukijificha, si Yesu anakujua? Lakini hiyo hali sio kwamba yani inatokea kwa sababu yule mtu ana kitu kibaya. Ni hali yako wewe ndani, kilichomo ndani ndicho kinachomtoka nani? Mtu. Ukibadilisha huku ndani, ukaachilia upendo kwake, utampenda na utakuwa tayari kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tubadilishe. Kwa hiyo unaanza kuona ndani yako kwamba una uwezo wa kupambana na magumu na matatizo. Hapo kishaanza kuona huo uwezo ndani yako unao, matatizo yanaanza kukuogopa. Yakianza kukuogopa, unaingia hatua ya mwisho ya kutimiza kusudi lako. Nakwambia hivi, kusudi ambalo Mungu amekuwekea duniani, ambalo wewe unakusudia, utalitimiza baada ya kuyashinda magumu. Na utayashinda magumu kwa kuungana na yeye kwenye akili yako, ambaye anasema hakuna gumu la kumshinda na hakuna lisilowezekana kwake. Leo nasema tuna akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuomba mwana wa Mungu, ishi kama mtumishi wa Mungu Ibrahimu alikuwa na mtindo wa kuyaita yale yasiyokuwepo kana kwamba yapo. Maana yake aliishi maisha ya mwisho tangu mwanzo. Anayaita hayapo, lakini aliishi kana kwamba yapo. Ahadi za Mungu zilimtia nguvu.
Yaani neno la Mungu lilimtia nguvu, akashinda zaidi ya mwisho. Naomba ukubali neno la Mungu lifanye kazi kwenye maisha yako. Usifanye kazi wewe, wala ulimwengu usifanye kazi kwenye moyo wako. Fanya, mpe Mungu nafasi afanye kazi kwa neno lake alilolituma, kwa sababu litatimiza kile kusudi alilotuma. Ninaamini mtumishi wa Mungu, Mungu anakwenda kubadilisha maisha yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusimame juu. Nimemaliza mimi ya kwangu. Ujumbe wangu umeishia hapa. Hapa Askofu George Mbogomi wa kanisa la Harvest akifanya maombezi baada ya neno, na ilikuwa ni tarehe 28 mwezi wa 3 alipotutembelea kanisa la Harvest Vipawa vya Kristo Kivukoni. Haya ni matendo makuu ambavyo Mungu anafanya, na hapa kidogo kanisa likiwa angalau tumezeka bati za kuanzia. Kwa hiyo kuna mahali ambapo kazi ya Mungu inatoka, kuna mahali ambapo tumeanza. Kwa hivi ambavyo tuvo leo ni neema ya Bwana, lakini hatukuwa hivi. Hapa inazilisha namna gani ambavyo Mungu ameweza kututoa na hapa tulipofikia. Hakika tunauona mkono wa Mungu. Tunashukuru kwa ajili ya baba yetu George Mbogomi, kwa sababu amekuwa ni sehemu ya faraja. Ametutembelea wakati tukiwa bado hatuoni tumaini lolote, ameendelea kuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa tendo hili kubwa ambalo ameweza kututendea mpaka kufikia hatua hii ambayo tulionayo. Hakika tunamuona Bwana kwamba yeye ni mkuu sana, ametuwezesha kufika mpaka hapa. Hakika Mungu wetu ni mwema sana. Tulikotoka ni mbali mpaka kufikia mahali hapa. Na huyu ni mama ambaye anafunguliwa, unaona vifungo, lakini pia baba yetu kuna neema ambayo imewekwa na Mungu ndani yake. Hapa unaona mapepo yanatoka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ni neema Mungu na baraka za Mungu ambazo tunaendelea kujifunza kupitia baba yetu huyu katika safari ya utumishi ambayo yuko nayo, ambayo anaendelea kuifanya kupitia jina la Yesu Kristo. Kwa hii ni neema ya ajabu ambayo tunaendelea kuiona katika kazi ya Bwana. Amen. Sio hadhi ya makao makuu, lakini Bwana ametupa hiyo neema. Tunakuwa na makao makuu nzuri, mahali ambapo hata kama ulikuwa unawaza una shida, yani ukishafika tu shida zote zinapotelea getini. Hata ukiuliza ulikuwa na shida gani, ni shida ya wapi sasa? Yani wewe ni raha tu. Haleluya! Yesu si alileta raha duniani? Anasema ukikosa raha, omba, utapata raha wapi? Nafsini mwako. Tatizo watu hata kuomba maombi ya siku 40, lengo lake upate raha. Amen. Ikifunguka ile raha huko nje, mambo yote ni ya kukupa raha. Haleluya! Kwa hiyo maombi ni ya muhimu sana. Msipuuze maombi wanangu. Tangazia maombi, ombeni kama watu wasiokuwa na akili sawa sawa. Huduma yetu hii imezaliwa kwa maombi, tena ya masiku. Nakumbuka wakati niko Mtwara niliomba maombi ya zaidi ya mwaka mzima, mpaka nikabaki kama msumari natafuta vitu vya Mungu vitokee. Lakini matokeo yaliyotokea kwa wakati ule tu niliyoyaona yalikuwa ni mambo makubwa mno. Usipuuze maombi. Bwana Yesu asifiwe. Huduma bila maombi haiwezi kawa nini? Huduma. Endeleni kuomba, tuombeeni na sisi viongozi ili Mungu aendelee kufungua macho. Tuendelee kuona neema ya Mungu ikiendelea kufunguka. Chungaji, kumbuke kutuombea. Tunafanya kazi ambayo sisi sasa ni kama mitume sasa walivyoanza kazi ya Yesu. Sisi ndo tunaanza na tuna ufunuo mpya. Hatuendi na
ufunuo wa kawaida kawaida. Tuna kitu ambacho tunataka sasa ulimwengu upokee. Yes. Kwa hiyo hicho kitu kuja kikakubalike ni kitu kigumu sana. Kwanza kuna wakati mwingine huwa nikikaa tu na watumishi wenzangu nikiwaambia yale maono, wanasema wewe walikuwepo wangapi, wewe ungetulia tu. Lakini mimi nawaambia kwamba hicho kitu ambacho nakiona kwenye moyo wangu lazima kikatokee kwa jina. Bwana asifiwe. Karibu sana mchungaji, na Mungu awabariki sana. Amen. Haleluya. Wangapi mmebarikiwa na Baba? Haleluya. Unajua siku zote tunajenga hapa, hata wazee wangu nikaa nawaambia mimi nyumbani napajua tulikotoka. Kazi iliyoko kule ni kubwa sana na ielewa. Kwa hiyo nikaa nawaambia ondoeni mawazo kabisa kusema tupige kelele nyumbani, kwa sababu mnajua shughuli iliyoko kule ya ujenzi wa makao makuu. Bwana ape sifa sana. Na ndio maana tumeendelea kupambana tukimwomba Mungu. Mungu ameendelea kutuwezesha. Bwana ape sifa sana. Baba huyu hapa, sijawahi kumpigia simu kumwambia baba huku naomba utuwezeshe, maana ninaelewa mazingira niliyotoka. Ninajua kabisa kuna kazi kubwa sana, lakini najua kazi ile ikishakamilika mambo wewe mwenyewe utayaona tu. Bwana ape sifa sana. Bwana ape sifa sana. Kwa hiyo hata kwa hicho alichofanya, kwa kweli kwa kazi iliyoko kule inaona sana kwa kweli anatupenda. Bwana ape sifa sana. Sababu kujenga makao makuu sio mchezo. Bwana ape sifa sana. Ni eneo kubwa, utafika kule utaona. Ndio maana hujawahi kunisikia nasema angalau tuwaambie nyumbani tumpigie baba. Hapana, sijawahi kufanya hivyo kwa sababu najua kazi iliyoko kule. Si ndio wazee wangu? Nimekuwa nikiwaambia jamani, hapana, hatutoweza. Najua kinachoendelea kule. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kuwepo na baba siku ya leo. Naamini unatamani twende kule. Amezungumza mwenyewe kwamba siku ambapo ufunguzi unafanyika tutapanda gari hapa, tutakwenda makao makuu, tutakula na kunywa siku hiyo nzima, tutakuwa huko na utafahamu kwamba ni wapi huduma hii inapotokea makao makuu. Bwana ape sifa sana. Wangapi mmebarikiwa? Lakini pia kama tulivyoweza kutangaza, acha iwe hivyo, maana tulikuwa tunajua Jumapili ndio anakuja. Imetokea surprise, yeye kafika. Bwana ape sifa sana. Kama watoto tunajua japokuwa amekuja ghafla, lakini tuseme ya kwetu kama watoto tutafanya, si ndio? Alafu yatamfuata nyuma yake, si ndio? Si ndio? Sisi tutafanya kwa ajili ya baba, kwa ajili ya mama pia. Na wakati mwingine naamini atakuja na mama pia. Bwana ape sifa sana. Kwa hiyo na sisi tutafanya tu hata kama kwa udogo, lakini tunataka hizo baraka. Bwana ape sifa sana. Inawezekana nitafunga safari itapeleka mama na baba hiki hapa, ambacho kama watoto sasa huku tunatoa kwao, na naamini watatamkia baraka zao. Bwana ape sifa sana. Kwa hiyo tutajua namna ya kuweza kufanya, tutazungumza kama kanisa, na naamini pia tutafanya hivyo kwa chochote ambacho Mungu atatuwezesha. Lazima tufanye, si ndio? Ukitaka kubarikiwa lazima pia utoe. Bwana ape sifa sana. Unaona pia baba alichokifanya, japokuwa ni surprise tu ya muda mfupi, lakini amefanya. Kwa hiyo tumeongeza hapo bati zingine 5. Bwana ape sifa sana. Kwa hiyo mambo yanafanyaje? Yanasonga. Amen. Haleluya. Mambo yanafanyaje? Yanasonga. Kwa hiyo tunaamini mambo yatakaa vizuri na kila kitu kitakwenda sawa. Bwana ape sifa sana. Baba, binafsi nakushukuru sana kwa kuweza kuja, umetutia moyo. Naamini pia hasa maswali sia yatapungua. Maana nilikuwa naonekana tu naulizo, lakini pia naamini maswali yamepungua, wamekuona, wamefurahi, wameelewa mambo mengi sana. Bwana ape sifa sana. Kwa hiyo jipange. Hapa ni harvest, lakini jina la mahali pamoja ni vipawa. Na baba amesema ukiwa tayari unatumwa, unaenda. Na hapa siku zote ndivyo ninavyowaambia wazee kwamba hii huduma imefunguliwa, wanatakiwa watenda kazi. Na ndio maana najitahidi kwa kila namna kuweza kuwapa nafasi ya kuweza kutumika, maana najua maono watu wanatakiwa watoke waende wakafanye kazi. Tena amesema hali unaandaliwa mazingira unaenda, sio kama hivi ambavyo mimi nitoka kwa kuforce. Bwana bless.
Yani hapa tusingekuepo, ningekuwa huko makao makuu. Lakini sasa ni Mungu tunayelazimisha kwamba bana nenda. Kumbe nisingefanya tusingekuepo hapa. Lakini kumbe ni Mungu alikuwa ameruhusu. Sawa? Bwana apewe sifa sana. Basi kwa sababu muda wetu umeenda, hamna tutakachokiacha. Ilikuwa saa 9 tukutane, lakini naomba saa 10 tukutane ili tuweze kuomba, si ndio? Naomba tukutane. Naomba uwe mwaminifu, tukutane tuombe. Hata kama ni kwa lisali moja, lakini naomba tukutane tuombe. Kwa kusema hayo, mimi nikushukuru. Naacha na muinua mzee Simonia aweze kuomba kwa ajili ya kuisha ibada. Lakini wazee naomba mbaki baada ya ibada. Tutakuwa na baba kwa muda fulani, alafu baada hapo basi tutatawanyika na sisi. Basi karibu mzee wangu Simoni uweze kutuelisha ibada. Funika macho. Bwana yetu mtakatifu, mfalme wa amani, uketie mahali pa juu sana palipoinuka. Tunasema asante tena kwa wakati huu ambao tunakwenda kuondoka mahali hapa. Mfalme Mungu, ututangulie. Yesu mwana wa Mungu, wewe ndiye mlinzi wetu na mtetezi wetu, na tunashukuru kwa ajili ya baba yetu ambaye ametufikia mahali hapa. Angalia Mungu amekuwa pamoja nasi, ametufariji kwa neno lako, ametutia nguvu. Asante Bwana Yesu, we pamoja naye, mtangulie. Mungu wetu mzima, mlinde, mtunze, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Pia nirudie jambo moja woga nakwambia sana, na niongee mbele ya baba. Baba kazungumza kitu kimoja, kazi ndio imeanza. Hapa ni utume. Bwana apewe sifa sana. Woga nakwambia siku zote kwamba unapofanya kazi ya Mungu ama unapojitolea, hii ni kazi ya nani? Ya Mungu. Sawa? Hata kama pengine mchungaji leo Emmanuel ameagizwa aende sehemu nyingine, labda kwenda kufanya utume huko kufungua, sio kwamba haya yaliyoko hapa nitabeba nayo. Wewe nakwambia nitaondoka na familia tu, mke wangu na watoto wangu, lakini hiki tunachokifanya tunakifanya kwa ajili ya kujenga nini? Ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajitoa kujenga ufalme wa Mungu kwa chochote ambacho Mungu anakubariki, na maisha yako hayatobaki kama yalivyo. Kwa hiyo mimi ninafanya kabisa kwa moyo wangu kwamba najua ninafanya kazi ya Mungu. Ninawekeza. Bwana apewe sifa sana. Ninawekeza. Natamani baba amezungumza kitu kimoja leo, yeye watoto wanasoma, wadogo zangu, lakini hafanyi, wako nje. Kwa hata mimi natumaini kwamba hiki ninachokifanya maisha yangu hayatobaki kama yalivyo kwa kizazi na hata kwako pia. Kwa hiyo tufanye kazi ya Mungu tukijua kwamba tunaifanya kazi ya Mungu, tunaujenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tumeitwa tuijenge harvest kwa nguvu zetu zote, kwa mali zetu zote. Bwana akubariki sana. Tukutane saa 9, lakini mgeni wangu pia Dr. Kanyanya ubaki. Mungu awabariki sana. Basi twende. Jioni pia tutakuwa na mgeni wetu, hataondoka hapa. Tuondoka jioni sana tumalize ibada. Kwa hiyo hakikisha unawahi, alika na watu wengine. Mungu akubariki. Shalom shalom. Bata niyo hiyo. Ipi? Okay. Hamna. Sijasinzia.